Jana tulizungumza tukasema kwamba kimsingi mtu anapoamini kuna maisha yanayoanza baada tu ya huyu mtu kuamini. Kuna maisha yanaanza mara tu baada ya yeye kuwa ameamini. Kwa hiyo tunasema baada ya wokovu kuna maisha ya kuishi na huo wokovu, na uliupata katika Kristo Yesu ili kuukuria, kuishi, kutembea nao. Kwa kuwa neno linatuonyesha pia huu wokovu kuna wakati unahitaji uwe na kina, uwe na upana, uwe na urefu, uwe na kimo, kwa maisha sahihi ambayo Mungu aliyakusudia kuishi na wokovu. Kama mtu anapozaliwa akiwa mtoto, tunafananishwa na maisha ya kwanza ya wokovu kama mtoto aliyezaliwa. Kwa tunapoingia kwenye wokovu tunakuwa sawa na mtoto aliyezaliwa, ambavyo tunaona katika Petro anaeleza kitu hiki. Anasema kama watoto wachanga yatamanini maziwa yasiyokoshua ili kukuria nini? Wokovu. Kwa hiyo baada tu ya kuwa umeingia kwenye wokovu, umemwamini Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, kuna maisha ambayo unapaswa kuanza kuyaishi, unapaswa kutembea nayo, unapaswa kuyaona, unapaswa kuyafahamu, unapaswa kuyaishi. Katika mazingira ya kuangalia maisha baada ya wokovu, nikafikiri zaidi tuangalie nini maana ya wokovu. Watakatifu, wokovu ni neno ambalo tunaliangalia katika mazingira ya Kikristo. Tukiangalia katika mazingira ya kawaida, wokovu ni mtu kuondolewa katika hali ya hatari na kuwekwa katika hali iliyo salama. Mtu anaondolewa katika hali ya hatari na kuwekwa katika mazingira yaliyo salama. Huyu mtu anakuwa amepata wokovu, ameokolewa. Lakini katika Biblia tunaona kwamba wokovu ni neno la Kikristo lenye maana ya kuokolewa au kukombolewa kutoka kwenye dhambi, laana, hukumu ya milele na adhabu ya moto wa milele na kupitia imani kwa Yesu Kristo. Yaani wokovu katika maisha ya Kikristo ni neno la Kikristo ambalo linaonyesha mtu kuokolewa, kukombolewa kutoka kwenye dhambi, kwenye laana, kwenye hukumu ya milele na adhabu ya moto wa milele kupitia imani kwa Yesu Kristo. Na tendo la neema ya Mungu sio kwa matendo ya binadamu, bali kwa kumpokea Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Maana yake ni kwamba mtu anapoitwa kuokoka, maana yake amepita kutoka mautini kuingia uzimani, kutoka kwenye dhambi kwenda kwenye neema, kwenda kwenye maisha yasiyo na dhambi, kutoka kuhukumiwa mpaka kuwa huru, kutoka kwenda kukutana na adhabu mpaka kuwa mtu ambaye hautarajii kuwa na adhabu. Kwa hiyo mtu huyu ndiye ambaye anaitwa ana wokovu, ameokoka, ameokolewa. Bwana asifiwe sana. Na
Kwa mazingira hayo sasa, maana ya wokovu kiBiblia, tunapoangalia maana ya wokovu kiBiblia, moja ni kuokolewa kutoka katika dhambi. Mwanadamu alitenda dhambi na mshahara wa dhambi ni mauti. Kwa hiyo alitakiwa apate mtu anayeweza kumtoa kwenye dhambi ambayo ina mshahara wa mauti, kwa maana mshahara wa dhambi ni mauti. Kwa hiyo mwanadamu alihitaji kupata wokovu ili asipate malipo ya mauti isababishwayo na dhambi anayoishi. Kwa hiyo wokovu unapokuja unafanya kazi ya kumwondoa huyu mtu kwenye dhambi na kumfanya mtu huyu kuwa salama. Lakini pia wokovu katika Biblia unazungumzia habari ya kupata uzima wa milele. Tunapozungumza wokovu tunazungumzia uzima wa milele. Kupitia Yesu Kristo tunapewa zawadi ya uzima wa milele. Ukisoma katika kitabu cha Yohana sura ile ya 3 na mstari wa 16 ambao unasema, kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanae wa pekee, ili kila mtu amwaminie asipotee bali awe na uzima wa nini? Wa milele. Kusudi wokovu katika Biblia ni kumfanya mwanadamu aishi milele, awe na uzima wa milele katika maisha yake. Maana yake kama dhambi imeondolewa, maana yake hukumu ya dhambi imetoka. Maisha ya dhambi ya milele, hukumu ya dhambi ya milele inaondoka, unaingia kwenye maisha ya uzima wa milele. Lakini jambo la tatu, tunapatanishwa na Mungu. Dhambi ilitusababisha kutenganishwa, ilitutenganisha kati yetu sisi na Mungu. Wokovu unarudisha mahusiano kupitia damu ya Yesu. Wokovu unarudisha mahusiano yetu pamoja na nani? Na Mungu. Unarudishwa, mahusiano yanarudishwa. Yaliyokuwa yamekatika, yameharibika, yanarudishwa. Ninaamini utanielewa wakati tunaendelea kuangalia swala hili la wokovu. Utaona kwa nini mtu ambaye maisha yake ameyaweka kwa uhakika mbele za Bwana hawezi kuishi kwenye dhambi. Kwa sababu gani? Amepatanishwa pamoja na Mungu, hivyo mahusiano kati yake yeye na Mungu yamerudi katika hali yake ya kawaida. Hawezi kuendelea kuyaharibu tena. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukisoma Wakorintho ya pili mstari wa 5, sura ya 5 na mstari wa 18 na 19. Hebu nisomee. Wakorintho ya pili sura ya 5 mstari wa 18 na 19. Inasemaje? Ndio. Aliyetupatanisha. Ndio. Mungu mwenyewe alifanya kazi hii ya kuturudisha kwake wakati mahusiano yetu yalipokuwa yameharibika. Maana hiyo ni kwamba sio rahisi mtu ambaye tayari amekwisha kuingizwa kwenye huu upatanisho akaendelea kuishi kwenye dhambi. Sio rahisi. Maana yake utakuwa haujapatanishwa pamoja na Kristo, hujapatanishwa pamoja na Mungu, na upatanisho huu umeunganishwa kwenye maisha yetu, kwamba kama vile Mungu alivyotupatanisha sisi na yeye, sisi pia tuna uwezo wa kuishi maisha ya kupatana na watu wengine kwenye maisha. Kwa hiyo maana yake kwamba ni mfumo usioruhusu maisha ya dhambi. Bwana asifiwe. Haleluya. Lakini jambo la nne, maana ya wokovu kiBiblia, jambo la 4 linalofanyika
ni kuwa kiumbe kipya, ni kufanywa kuwa kiumbe kipya. Mtu aliyeokoka hubadilishwa na kuwa mtu mpya. Mtu aliyeokoka hubadilishwa na kuwa mtu mpya. Watakatifu, kimsingi katika Biblia tunapozungumzia swala la wokovu, tunazungumzia mtu aliyebadilishwa kutoka kwenye kuchakaa na kurudi kwenye upya. Bwana asifiwe. Tunajua mazingira ya kitu kuwa kipya. Kuwa kipya. Kuwa kipya. Kwa hiyo kuna mazingira ambayo yanafanya kitu kuwa kipya kwenye nafasi ambayo inawezekana kuwepo. Hata kama ni nyumba kama hii, tuna uwezo wa kuirudisha kuwa mpya. Maana yake vyote vilivyochakaa na kuharibika tunaviondoa, na vile vinavyotakiwa kurudishwa kwenye hali ya upya vinarudishwa kwenye hali ya upya, na baada ya makarabati haiwezi tena kuchakaa, inaendelea kuonyesha sura ya upya. Kwa hiyo na sisi katika maisha ya wokovu, Biblia inatuonyesha ya kwamba sisi tumeumbwa, tumetengenezwa kuwa kiumbe kipya. Ukisoma Wakorintho ya pili sura ile ya 5 na mstari wa 17 inazungumza swala hili kwamba tazama, mtu akiwa ndani ya nani? Ya Kristo, amekuwa kiumbe kipya. Tazama, ya kale yamekuwa nini? Yamepita. Bwana asifiwe. Haleluya. Kwa hiyo tunapokuwa tunazungumza katika swala la maisha ya wokovu, maana yake tunazungumzia mtu kutolewa kwenye dhambi, tunazungumzia mtu kupewa uzima wa milele, tunazungumzia mtu kufanywa kupatanishwa na Mungu, na tunazungumzia swala la mtu kuwa kiumbe kipya. Bwana Yesu asifiwe. Maana yake haya ni mambo ya msingi yanayopaswa kuonekana kwenye maisha ya wokovu. Maana yake yanatafsiri wokovu kwenye maisha ya mtu. Hauhitaji mtu kuambia watu nimeokoka, lakini mfumo wa haya maisha yanakutambulisha kwa watu kwamba huyu ni mlokole. Huyu ndani yake anaishi na nini? Na wokovu. Kwa nini? Hakuna eneo kwenye hii dunia mtu anayeishi bila dhambi akahitaji kujitambulisha. Bwana asifiwe. Haleluya. Yaani mtu ambaye anaishi bila dhambi akahitaji kujitambulisha kwenye ulimwengu, hakuna. Ukianza maisha ya kuishi bila dhambi, dunia inakufahamu. Kwa nini? Hata shetani anashughulika kuwatafuta watu ambao tayari maisha yao yamekiri na kuacha dhambi. Shetani hawezi kushughulika na mtu ambaye maisha yake anaishi na dhambi kila siku. Yaani ni sawa na mvuvi, hawezi kuhangaika kutupa nyavu kwenye samaki ambazo tayari amekwisha kuzitoa, ziko ufukweni. Anahitaji kushusha nyavu kwa samaki walioko bado wako majini. Kwa mtu yeyote anapofika hatua ya kusamehewa na kuanza maisha ya kuishi bila dhambi, huyo ndio shetani anashughulika naye. Kwa hiyo hauhitaji kujitambulisha. Dunia itakufahamu. Dunia itakujua. Na ninaomba nikueleze kwamba kimsingi kwa mtazamo wa maisha ya dunia, mtu aliyeacha dhambi anaishi maisha magumu sana. Anapitia changamoto nyingi sana. Kwa sababu ni kama dunia anaiona ni kama haimpendi, haimhitaji. Lakini Yesu alisema kwamba hatupaswi kuondolewa hapa, bali alisema, Bwana, ninawaombea hawa waliochagua maisha ya kuishi bila dhambi, uwalinde na yule mwovu. Sio kwamba utawaondoa kwenye hii dunia, uwalinde na yule mwovu. Kwa maana ya kwamba tunaishi maisha ya bila dhambi tukiwa duniani, tukiwa tunakutana na shetani, tunachengana, tunapisha, huyu anaenda huku na huyu anaenda huku. Bwana asifiwe. Haleluya. Kwa haya ni maisha yanayoonyesha uhalisia
wa wokovu kwenye maisha ya mtu. Hivyo hakikisha wokovu wako unatafsiri maisha ya kutokuishi na dhambi. Kwa sababu gani? Dhambi mshahara wake ni nini? Ni mauti, na Kristo amekwisha kulipa hizo gharama. Tunaelewana hapo? Kuna kawimbo ka CVC kanasema, nenda na uzima wako wala usithubutu tena kutenda dhambi. Yaani maana yake ukikutana na Yesu haupaswi tena kuishi na dhambi. Kuna kichaa mmoja hapa unampatia wewe, unapomuona unamuonea wivu, binti mdogo sana. Ukinapomuona unamuonea huruma, yani unamvika nguo, unampa nguo na anavaa anapendeza. Baada ya dakika 10 ukikutana naye ameshatupa hizo nguo na bado yuko kwenye kabutura na anatembea uchi. Sio, unanielewa? Unajisikiaje wewe uliyempa nguo, uliyestiri uchi wake? Unajisikiaje baada ya kumuona nguo ameitupa? Unajisikia vibaya. Ndio hayo maisha, kwamba yani Mungu amekubali kukuondolea dhambi, halafu baadaye wewe unatamani kuendelea kuishi na dhambi. Anakushangaa sana. Watakatifu, swala la mtu kumwamini Yesu Kristo ni eneo linalokufanya kukubaliana kati yako wewe na Yesu. Mimi na dhambi siishi, na sasa ninaanza maisha mengine. Kwa maana ya kwamba Yesu anaturudishia maisha ya kwanza ya Adamu kabla ya anguko. Bwana asifiwe. Kinachobaki kwenye akili yetu kisichobadilika ni kujua mema na mabaya. Swala la kujuzi wa mema na mabaya halibadilishwi, linabaki. Lakini tunarudishwa kwenye maisha ya kuishi bila kutenda dhambi. Mtu huyu anaishi bila kutenda dhambi, lakini muda huo ana elimu ya kujua ujuzi wa mema na nini? Na mabaya. Kwa hiyo ni swala la muhimu kwenye maisha yetu. Tunapozungumza wokovu tunamzungumzia mtu ambaye ameachana na dhambi. Sasa unajua tunashindana sasa kanisani, tunabishana, hata wahubiri wakati mwingine tunabishana sasa kwenye haya mazingira. Mtu anasema ameokoka lakini bado anaendelea tu kuishi na dhambi. Watakatifu, dhambi ni uasi. Naomba nielewe. Tunapozungumzia dhambi tunazungumzia nini? Uasi. Unajua watu kuna vitu wanashindwa kuvitofautisha. Kuna dhambi na makosa. Makosa ni kuchelewa, ni kutokufanya makubaliano ambayo yamekuwepo kwa wakati. Kwa mfano, tunapaswa kufika kwenye ibada saa 12 kamili. Wewe unafika saa 12 dakika 15. Ni makosa kwa sababu haukufika. Kwa nini? Kwa wakati. Sio dhambi. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Dhambi ni uasi. Dhambi ni nini? Ni uasi. Yaani ni kwamba Mungu amekuambia usizini, halafu wewe unaamua kuzini. Maana yake unaasi amri ya kutokuzini, unaasi. Mungu amesema usiibe, wewe unaamua kuiba. Maana yake unaasi amri ya kutokuiba, unaasi. Dhambi ni uasi. Hauwezi kukutana na Kristo ambaye alitoa maisha yake kwa ajili ya maisha ya uasi pale msalabani na ukaendelea nayo. Unapokutana na Kristo unaachana nayo. Yeye ndiye anabeba. Ndio maana Kristo anapotutazama sisi, hatuoni sisi kama sisi, bali anamuona Kristo ndani yetu. Kwa nini? Alibeba huo uasi, ndio ulimfanya afe msalabani. Kwa hiyo huwezi kuendelea nao tena. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Huwa tunaona jamani, tukipanda gari sisi huwa tunatoa fedha, wao wanatupatia tiketi. Watakatifu, tunapokwenda kushuka huwa tunarudishiwa fedha au tunaenda na tiketi tuliyopewa? Bwana asifiwe. Unapokwenda kushuka kwenye basi unarudishiwa fedha au unaenda na hiyo tiketi uliyopewa?
unaenda na tiketi uliyopewa, huwezi kurudishiwa pesa. Kwa hiyo tunapoendelea katika maisha ya Kristo, Kristo hawezi kuturudishia dhambi alizozitoa kwetu, bali sisi tunaishi na neema na uzima na ushindi ambao Kristo ametupa sisi, halafu yeye akabeba uasi ulioko kwenye maisha yetu. Kwa hiyo tunapozungumza wokovu wa takatifu, tunazungumzia mtu aliyeacha dhambi, mtu aliyeondolewa dhambi katika maisha yake. Mtu aliyeondolewa dhambi anaonekanaje mbele za Mungu? Ni mtu ambaye anaishi na uzima wa milele. Yeye atakayeshinda atayarithi haya uzima wa milele. Tangu mwanzo Mungu alitukusudia kuishi na mwanadamu milele, na ndio maana hata kwenye bustani alipanda na matunda ya mti wa uzima. Mungu alikusudia kuishi na mwanadamu milele. Kwa hiyo unapoondolewa dhambi kwenye maisha yako, unaanza kuishi maisha ya milele ukiwa duniani. Wengi wanafikiria wanaishi maisha ya uzima wa milele tutakutana nayo mbinguni. Hapana. Ukishamwamini Bwana, tayari umepita kutoka mautini kuingia uzimani. Unaanza kutembea ukiwa na maisha ya uzima. Bwana asifiwe. Unatembea ukiwa na maisha ya nini? Ya uzima. Usiacha kutembea ukitarajia tutapata uzima wa milele. Ndio maana mara nyingi watu tunatamani sana tukifika mbinguni sisi tutafanya nini? Mbinguni tunaanza maisha mengine tumeyaanza tukiwa hapa. Ndio maana Mungu anasema ninawafurahia watakatifu walioko wapi? Duniani. Bwana asifiwe. Tunapozungumzia wokovu wa takatifu, tunamzungumza mtu aliyepatanishwa. Watakatifu tunazozungumza kupatanishwa, maana yake ni kutokuelewana. Mnakuwa na mazingira ya kutokuelewana, halafu baadaye anapatikana mtu anasimama katikati yenu, anaondoa hali ya kutokuelewana na kuweka hali ya kuelewana. Sio, unanielewa? Maana yake tayari hiyo ni kazi ya kufanya nini? Ya upatanisho. Sisi tulishindwa kuelewana na Mungu katika bustani ya Edeni, na akatufukuza, akatutoa, akaweka walinzi kwenye ile bustani. Tukatoka, akamwambia ondokeni kwa kuwa mmeshindwa kunielewa. Kristo, Biblia inasema nafsi ya Mungu ikiwa ndani ya mwanae alitupatanisha, aliturudisha upya. Bwana asifiwe. Haleluya. Kuna maisha katika dunia ambayo mara nyingi huwa tunayafikiria sana kutokuyafanya. Unajua maisha ya Kikristo yana gharama kidogo. Kwenye ulimwengu wa kawaida, mtu akishakukosea akakuiba, hata ukimsamehe unamfukuza kazi. Umeelewa? Yaani hata kama ukimsamehe unamfukuza kazi. Lakini sisi ni tofauti kidogo kwa Bwana. Kuna utofauti kidogo. Kama ambavyo Paulo alivyozungumza na Onesimo na Filimoni na Onesimo, alipookoka anamwambia Filimoni, mpokee, ni mtoto anayekufaa, na kama kuna gharama alizoziharibu mimi nitakulipa. Mrudisha na kufaa kufanya naye kazi. Sisi mara nyingi mtu ukimsamehe, hata kama ni mwanamke, ukimfumania ukijua anakuchiti au anachepuka, hauwezi kumsamehe na kuendelea kuishi naye. Utamsamehe na kumwambia kwangu sasa basi. Sasa ni tofauti. Ni tofauti. Sisi Mungu anatusamehe, anatupatanisha na kuishi pamoja na yeye. Tunaishi pamoja na nani? Na yeye. Kwa hiyo lazima tunapozungumzia masuala ya wokovu tunazungumzia maisha ya upatanisho. Tumepatana pamoja na Mungu. Kwa hiyo tunaishi pamoja na nani? Na yeye. Tumepatana naye. Patana naye, nimepatana naye kuifanya kazi yake. Kwa hiyo baada ya upatanisho naishi kama Mungu anavyotaka, siishi kama mimi ninavyotaka.
Nafanya kama Bwana anavyopenda, sifanyi kama ambavyo mimi napenda. Bwana asifiwe. Yaani ninaishi kama Bwana anavyotaka, siishi kama mimi ninavyopaka. Naona mazingira ambayo yanatofautiana. Maana yake ni kwamba karibu kila kitu ninachokifanya, ninafanya kwa kutazama mnufaika wa kwanza ni Mungu. Yaani mtu anayepaswa kunufaika kwenye kile ninachokifanya ni Mungu. Hata kama ni biashara, mtu anayepaswa kutukuzwa kwenye biashara yangu hata kabla sijapata faida ni Mungu. Ndio maana napaswa nifanye biashara ambayo haina mchanganyiko na vitu vingine. Kwa nini Mungu anapaswa atukuzwe kwenye swala la biashara? Anapaswa atukuzwe kwenye shughuli zangu za kila siku. Anapaswa atukuzwe kwenye ushuhuda, atukuzwe kwenye mipango, atukuzwe kwenye mawazo, atukuzwe kwenye kila ninachopaswa kukifanya. Mnufaika wa kwanza ni Mungu. Kwa nini? Nimepatanishwa pamoja na yeye. Lakini mwisho hapa ni kwamba watakatifu, lazima niishi kama mtu ambaye amegharimiwa. Bwana asifiwe. Haleluya. Unajua kuna watu waliolelewa kuvaa nguo mpya siku ya sherehe au siku ya nini? Ya tukio. Ukiishi na mtu wa namna hii, kila hata kama ungenunua nguo kila wiki, mwenzio anatunza hizo nguo, anasubiri siku ya tukio, sherehe, Pasaka, mwaka mpya au burabu nini ndo anatoka nazo. Hapana watakatifu. Sisi Mungu ametutengeneza kuwa kiumbe kipya. Kwa hiyo tunapaswa kuonekana wapya kila siku. Ya kale amefanya nini? Amepita. Kuna binadamu huwa wanasema mtu anayetunza vitu vilivyochakaa ana roho ya umaskini. Ana roho ya umaskini. Unakuta kiatu kilishaisha ila kipo kimetunzwa. Shati lilishaisha ila lipo limetunzwa. Yaani kile kinachotunzwa, yaani unakuta bakuli la udongo limebenjuka sehemu lakini amelitunza. Hapana watakatifu, tukubali kuishi maisha mapya. Ya kale yamefanya nini? Yamepita. Achana na hizo tabia za zamani. Kwa hiyo tunapozungumzia wokovu tunazungumzia mtu ambaye ni mpya mbele za nani? Za Bwana. Acha dunia ikubaliane na wewe kuwa umebadilishwa. Achana. Utofauti wako na watu wa ulimwengu ndo wokovu. Bwana asifiwe. Yaani utofauti wako ni wokovu. Sasa sisi tunapoona ule utofauti, tunaliona lile gap kati ya sisi na watu wa dunia, sisi tunalazimika kulipunguza. Acha gap liwe kubwa kati yako wewe na wao, ili wao ndio wapunguze gap kukutafuta nani? Wewe. Na sio wewe kuwatafuta wao. Hii ndio hali ya kutafasiri nini? Wokovu, watakatifu. Hii ndio hali ya kutafasiri nini? Wokovu. Kuhakikisha kwamba tumekombolewa katika dhambi, tumepata tumepewa uzima wa milele katika maisha tunayoyaishi, tumepatanishwa na Mungu na tunaishi kama viumbe vipya. Mungu akupe neema uanze kuona wokovu kwenye maisha yako. Fikiri uishi kumfurahisha Mungu. Acha kuishi kama unavyowaza. Ishi maisha ya wokovu. Ishi maisha yanayompendeza Mungu. Mruhusu Mungu atende jambo kwenye maisha yako. Kesho utaona kitu kingine ambacho tutaendelea kukizungumza katika maisha ya wokovu. Na Bwana akubarikie sana. Tusimame. Nimekombolewa na Yesu aliyenilemia, kwa bei ya mauti yake nimekuwa mtoto wake. Kombolewa na kombolewa na damu ya Yesu. Kombolewa, mimi mwana wake kweli. Bwana Yesu, tunaendelea kukushukuru sana kwa kutupa siku hii ya leo, kwa upendo wako mkubwa ambao umetupa.
tunaangalia maisha baada ya wokovu, na wewe unatuonyesha namna ambavyo Mungu tunapaswa kuwa mbele za macho yako na machoni pako na mbele za watu na watumishi wengine. Tunahitaji kukubaliana kuishi maisha baada ya wokovu, ambayo ni maisha ya mtu aliyezaliwa upya, mtu ambaye ametengenezwa na kupatanishwa, mtu aliye na uzima wa milele, mtu aliyesamehewa dhambi. Ndivyo tunavyotembea machoni pako Bwana. Ukatusaidie kuishi maisha yanayofanana na wokovu, maisha ya wokovu kwenye maisha yetu, ili kukamilisha mapenzi na makusudi yako katikati ya maisha yetu. Bwana, ninalitukuza jina lako na kukuheshimu. Simama katika dunia hii yenye changamoto na mambo mengi yasiyostahili na yasiyofaa. Wewe utayafanyia kazi na utaonekana kwa ajili yake. Ninakualika Roho Mtakatifu, nenda ukawalete watu kwako, wakakuamini wewe, wakalipokea jina lako, waache dhambi zao na wakugeukie Mungu. Waishi maisha ya kukupendeza, waishi maisha ya kukutukuza, waishi maisha ya kukufahamu ya kwamba wewe ni Baba katikati ya maisha yao. Asante kwa kuwa unatupenda na unatujali. Tunawaombea wagonjwa, nenda ukawaponye. Mili yao iliyo dhaifu inahitaji kuponywa, wanapoendelea kupata matibabu na huduma mbalimbali, wakifanya mazoezi na vitu vingine. Nguvu za Roho wako Mtakatifu, laka yako Kristo, wewe utaponya, wewe utainua, wewe utabariki, wewe utatakasa. Ninaomba kibali na mamlaka yako katikati yao, ya kwamba uzima wako utakuwa katika maisha na mili yao. Jalia kupata rasilimali fedha ya wao, kupata muda, kupata nafasi nzuri ambayo inawasaidia kupata huduma ambazo Bwana zinahitajika kufanyika kuwepo. Bwana Yesu, tunaomba nyakati na majira, kipindi hiki cha mapumziko mafupi ya watoto wa shule, Aisha na kesho shuleni, waende wakaendelee na maisha ya masomo. Baba, nenda ukawaandae, na mengine wanahitaji kwenda wanahitaji kupata fedha na vitu vingine. Tusaidie wazazi kufikia malengo hayo na kufanikiwa vile ambavyo Mungu vinahitajika kutendeka. Ninakutukuza, ninakubariki, ninakuheshimu, nikijua ya kwamba Mungu upo, wewe unatenda, wewe unafanya, wewe unaonekana, wewe unasimama na wewe unapita miongoni na maishani mwetu kwa namna ya kipekee sana. Baba, asante kwa vile unatupenda, asante kwa vile unatufahamu, asante kwa vile unatuelewa, asante kwa vile unaishi, asante kwa vile unatembea, asante kwa vile unakaa, asante kwa vile unasimama miongoni na maishani mwetu kwa kila jambo, mbele ya mambo ambayo Mungu yako mikononi mwako. Ninalitukuza jina lako na kukuheshimu, nami ninayaona makusudi na matamanio yako. Ninaona nguvu zinazoonekana kwenye namna yako. Ndivyo Mungu ninavyozidi kukukaribisha na kukuita katikati ya maisha yetu. Baba, tunaombea kazi zetu, biashara ambazo Mungu umetupatia, kazi na mitaji uliyotupatia, ajira na huduma mbalimbali ambazo Mungu umetupa kuzitenda. Tunaomba kibali chako Mungu katika huduma na kazi hiyo. Tubarikie, zikatupatie riziki, tupate faida, tuzifanye kwa uaminifu machoni pako. Tuone baraka zako Mungu zikisimama. Tunawakemea maadui na kila aina ya mikosi na laana zinazosimama katikati ya kazi zetu. Tunaondoa roho ya uzembe, uvivu na kutokujali, bali Mungu katufanye sisi Mungu watoto wako kuwa waangalizi na wasimamizi katika neema na utukufu wako ambao wewe Bwana unaufanya na kuuonyesha katikati ya maisha yetu. Bwana Yesu, tunaliombea kanisa lako, wasaidie waumini na watoto wako kuishi maisha ya wokovu, kuacha dhambi na kuishi maisha ya uzima, kukubali kupatanishwa na Bwana na wao kuwa vipatanishi kwa watu wengine. Uadui na kila namna ya maonevu, ninakataa aina ya dhambi, uasi katika maisha ya mioyo ya watoto wako, bali wakutane na wokovu wako, wakubaliane na maisha ya kwako, ili Mungu aione neema katika uzima na maisha ya kanisa. Ninakukaribisha Bwana Yesu, ninakataa kila aina ya nguvu ya dhambi, kila aina ya nguvu ya mamlaka ya giza. Ninakataa roho ya uchawi, nakataa roho ya giza, ninakataa kila namna ya laana kwa jina la Yesu Kristo. Nenda ukatutenge kwa damu yako. Hakuna uganga utakaofanya kazi katikati ya maisha yetu. Tunatamani kuona ushindi na maisha ya wokovu kwenye mioyo na matamanio ya watu.
Baba, asante kwa vile unatupenda, unatulinda, unatuongoza. Tunakusihi Mungu uwe pamoja nasi. Onekana katika familia zetu. Zungumza na sisi katikati ya mahusiano ya maisha ya kila siku, mchana na jioni. Bwana, tusaidie kuishi maisha ya uaminifu mbele za macho yako kama unavyopendezwa na sisi. Ninakusihi Mungu katuhudie, nakusihi Mungu katusimamie, tukaishi maisha ambayo Mungu yanaonyesha upendo wa Kristo katikati ya maisha yetu. Baba, asante kwa wema na kwa namna unavyotujali na kutuhurumia. Siku nzima ya leo ikawe ya baraka machoni pako. Ninaomba na kuamini katika jina la Yesu Kristo uliye Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Amen.